majeshi, mwenye uweza wote na utawala wote, Baba, tunakushukuru asubuhi ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya neema, asante kwa ajili ya kibali, asante maana rabusi, maana rabashana, rabokoni ya basi. Mungu mtakatifu, nisiseme ya kwangu bali ya kwako ya karabasi. Watoto wako kapate kula na kunywa chakula chako Bwana. Ninafungua fahamu zao, akili zao. Ninazabasiki maana raboshana rabasi. Mungu kashuke na rabasiki liboshana rabasi. Kanda rabasi, nakaribisha ufalme wako karabashana rabasi. Karabasiki liboshana katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Somo letu la leo linasema kufanya mapenzi ya Mungu. Kufanya mapenzi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Kufanya mapenzi na Mungu. Kufanya mapenzi na Mungu ni neno la kihisia lililobeba upendo wa Mungu ndani ya mwanadamu. Ni neno la kihisia lililobeba upendo ndani ya Mungu kwa mwanadamu. Halo? Haleluya. Ni neno la kihisia lililobeba upendo wa Mungu ndani ya mwanadamu. Ndiyo mapenzi ya Mungu. Tuangalie faida ya kufanya mapenzi ya Mungu. Tunafanyaje mapenzi ya Mungu? Kuna faida gani kufanya mapenzi ya Mungu? Namba moja, utaingia katika ufalme wa mbinguni. Unapofanya mapenzi ya Mungu, utaingia katika ufalme wa Mungu. Usipokaa sawa na Mungu, huwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Usipofanya Mungu anavyotaka, huwezi kuingia katika ufalme wake. Haleluya. Haleluya. Usipofanya Mungu anavyotaka, huwezi kuingia katika ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo utaipata kwenye Mathayo 7:21. Sisome mtumishi, utakwambia kusoma. Ya pili, utakuwa ndugu na rafiki wa Mungu. Ndugu na rafiki wa Mungu pale utakapoyafanya mapenzi ya Mungu. Hiyo unaipata katika Mathayo 12:50. Utapokuwa ndugu wa Mungu, Mungu atakuona wewe ni ndugu yake pale utakapofanya vile atakavyo yeye, sio utakavyo wewe. Haleluya. Watu tunajisahau. Ndugu yako ni Baba kwanza alokuumba, the creator, ndio ndugu yako. Then hao wengine ndio wanakuja wanadamu ambao wametengenezwa katika fomu ya kukutengeneza wewe ili kuja duniani. Haleluya. Haleluya. Ya tatu, utakuwa Mungu atasikia maombi yako. Mungu usikia yule mtu ambaye anatii. Wengi tunasema tunalalamika Mungu asikii maombi, Mungu afanye maombi. Je, unayafanya mapenzi ya Mungu? Unayafanya vile Mungu apendavyo? Au tunalalamika tu, tutakusema tu Mungu asikii maombi, hajibu, hanijibu? Mapenzi ya Mungu unapofanya lazima Mungu ajibu maombi yako. Haleluya. Haleluya. Twende tuone kujitoa kwa Mungu. Kwa nini watu tunajitoa kwa Mungu? Kwa nini tujitoe? Kujitoa kukoje kwa Mungu? Tunajitoa vipi mbele za Mungu? Namba moja, kujitoa kwa Mungu ni kujikana wewe mwenyewe ili Mungu apate. Au kwa njia nyingine unaweza kusema kumpa Mungu nafasi ya kwanza. Kumpa Mungu nafasi ya kwanza. Kujikana wewe mwenyewe nafsi yako ili Mungu apate. Hivi umeshawahi kuona kuna wale watu ambao wanakuambia mtu akikuomba kitu ni bora ujinyime wewe umpe mwenzio? Umeshawahi kuona wale watu? Haleluya. Halo. Tupo pamoja? Kujikana wewe kwanza, kumpa Mungu nafasi ya kwanza. Ni wangapi leo hii wanampa nafasi ya kwanza Mungu? Ni wangapi leo wanampa Mungu nafasi ya kwanza? Ukisoma Zaburi 16:8
Mtumishi tusomee. Zaburi 16:8. Kitabu cha Zaburi sura ya 16 mstari wa 8. Nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa kuwa yuko kuumeni kwangu, sitaondoshwa. Haleluya. Amempa Bwana nafasi yake ya kwanza. Unapompa Mungu muda wako, naye lazima uone majibu ya maombi yako. Sasa wewe unakuta wewe ni mtumishi, wewe ni mtu wa kawaida, ufanye mapenzi ya Mungu, umpi Mungu nafasi ya kwanza. Nikiuliza hapa toka asubuhi, watu katika nafsi zao, katika akili zao, msongo wa mawazo umejaa. Mtu anawaza mambo chungu mzima. Mtu anawaza kazi, mtu anawaza biashara, mtu anawaza nyumbani, mtu anawaza sijui nini, nitakula nini leo, nitavaaje leo, nitakaaje leo, kuna jambo hili, kuna jambo hili. Hajamtanguliza Mungu kwanza. Hajampa Mungu nafasi. Haleluya. Haleluya. Halo. Watu wengi hawatangulizi Mungu kwanza. Mawazo yanaingia ndani ya nafsi zao, ndani ya mioyo yao. Tukifungua, Mungu angekuwa anatoa nafasi ya kufungua kila mtu mawazo yake yalojaa kichwani, ingekuwa hatari. Ingekuwa hatari. Twende tusome ile Mathayo 6. Hiyo tumesha Mathayo 6:31. Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 31. Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Mungu anasema msisumbuke. Anajua unahitaji nini. Anajua unataka nini asubuhi ya leo. Anajua kitu gani akupe, kitu gani asikupe. Wengi hatuyafanyi mapenzi ya Mungu, ndio maana tunalalamika. Ndio maana saa zote nafsi zinakuwa moyo unakuwa saa zote unalipuka. Mungu anajua utakula nini. Mungu anajua utavaa nini. Mungu anajua utaendaje kanisani. Mungu anajua utatokaje, ndani yako nzima mpaka mwisho wako wa kifo. Anajua story yako nzima. Lakini watu wengi tunaweka hisia na mawazo mbele kabla kumtanguliza Mungu. Unapomtanguliza Mungu, unapompa nafasi ya yeye kuwa kwanza, lazima afanye ya kwako. Haleluya. Haleluya. Kumpa Mungu nafasi ya kwanza. Tunampaje Mungu hiyo nafasi ya kwanza? Tunampaje hiyo nafasi ya kwanza? Je, mtu anaweza akasema labda mimi nampa nafasi ya kwanza, naomba sana, natoa sadaka, nafunga sana? Hapana. Mungu mpi nafasi ya kwanza kwenye kila jambo lako, kwenye kila kitu chako. Yeye anakuwa number 1. Yeye anakuwa ametangulia mbele, wewe uko nyuma. Ndio kumpa Mungu nafasi. Lakini wanadamu tumekuwa na sijui nisemaje. Ndio maana hatuko kamili labda. Lakini kila kitu tunachomweka Mungu kwanza, lazima Mungu afanye hata pale ambapo njia. Mimi hata nikiwa sina hela huwa namwambia Mungu. Hiyo ndo kanuni yangu. Mungu, sina hela, ninaomba unipe hela. Atatumia tu watu wake. Atafanya kwa sababu ninamwamini, ninamwabudu, na yeye ndo anaonipa. Na yeye ndo mwakaniajiri. Yeye ndo mwajiriwa wangu. Haleluya. Haleluya. Unapomwambia Mungu wewe ndo unafanya, tangulia mbele yangu, lazima akufanyie. Ya pili, kujitoa maisha yako kama mbegu. Kujitoa maisha yako kama mbegu. Kujitoa maisha yako kama mbegu katika udongo wa ufalme wake. Tukisoma kwenye Methali 23:26. Kujitoa maisha yako kama mbegu katika udongo wa ufalme wake. Methali 23:26. Kitabu cha Methali
sura ya 23 mstari wa 26. Mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Amen. Mwanangu, nipe moyo wako. Moyo wako unampa Mungu au unampa mwanadamu? Unampa mume, unampa mke, unampa mchumba, unampa nani? Mama yako, baba yako? Mwanangu, nipe moyo wako. Mungu anataka roho yako kwanza, moyo wako kwanza. Watu wanakuja kutoa sadaka shingo upande. Mtu anamtolea Mungu kwa sababu ametajwa. Mtu anamtolea Mungu kwa sababu atafanyaje, watu wanamtizama. Mtu anamtolea Mungu kwa sababu hana na jinsi, anafanya tu kwa sababu ndio imewekwa sheria. Mungu angalii umetoa milioni 1, umetoa 500,000, umetoa 600,000. Mungu anataka kwanza moyo wako. Unatoa kwa uchungu. Unatoa kwa uchungu. Kila kinachouma ndicho Mungu anakitaka. Unamtoleaje Mungu? Ukiambiwa hapa michango watu wameshaanza kanisa ina michango. Kuna wakati unaweza ukateuliwa mtu na hata hela, lakini Mungu analeta hela. Haleluya. Haleluya. Sio wakati wote mtu na hela. Msipende mtu unachaguliwa unakasirika. Saa nyingine Mungu anakupima ili akupe. Umemuomba sana na hela, sina hela. Sasa anakujaribu kwa kidogo tu. Ngoja nikujaribu. Wewe fulani utanitolea mlango. Mtu mimi natoa hela, sasa mtumishi anataja watu tu. Kumbe Mungu anakujaribu. Kashamwandaa mtu yule kwa ajili ya kukubariki. Nilimsikia mchungaji mmoja, nilicheka sana. Mchungaji mmoja alikuwa anasema, napenda kusikiliza vitu mbalimbali. Alikuwa anasema kwamba kuna siku moja kuna mama mmoja alikuja kanisani. Yule mama alikuja kanisani alikuwa analia sana. Wakati ile analia sana akamwambia mchungaji, ninaomba uniombee. Mimi nimefukuzwa nyumba, watoto wangu nimewalaza kwa rafiki yangu, mimi mwenyewe natanga nalala huku, sina kodi ya nyumba. Hapo unaponiona sijui nitakula nini, ninaomba tu niombe tu. Sasa akati anaweka mkono kwa yule mtu alokuja kuombewa, Mungu anamwambia katika benki ile hela ambayo uko nayo mpe yote. Kumbuka hiyo hela alikuwa ameisave kwa ajili ya harusi yake, alikuwa na harusi. Ameisave, akasema akarudi nyuma hapo akasema shetani toka. Haleluya. Haleluya. Tusimjaribu Mungu. Mungu ana milango. Kuna wakati unaweza kuona kwamba Mungu amekwambia ufanye hivi, kumbe kuna lango kubwa anataka alifungue. Baada ya kutoa lile dogo ili lifunguke kubwa. Huwa anatujaribu. Haleluya. Anaangalia kwanza moyo wako, je, una huruma? Kuna watu wana huruma kweli hapa? Kuna mtu akipata matatizo mwenzako rahisi kumsaidia? Haleluya. Mioyo yenu Mungu ndo anaitaka kwanza. Sio kila ulichokuwa nacho, sio unachotaka kumpa, bali moyo wako unatoa kwa uaminifu au unatoa tu kwa sababu jamani. Moyo ndio anautaka, alafu ndo apokee sadaka yako. Unaweza ukatoa sadaka yako alafu Mungu asipokee. Haleluya. Namba 3, kwenda mbali na Mungu hauishi njiani. You go far with God. Kwenda mbali na Mungu ishi njiani. Hiyo inamaanisha nini? Kwenda mbali na Mungu ishi njiani. Kuna mifungo utaanza kufunga. Unapookoka au unapoanza kumjua Mungu, kuna misukosuko mingi. Watu wengi watakuangusha. Watu wengi watakusema. Watu wengi watakucheka. Maana walokole wanaonekanika kama watu ambao maskini. Huyu ameshaishiwa, amepotewa, anatafuta pesa, ndio maana ameingia huko, huyu ameshakuwa kichaa. Haleluya. Go far with God. Mungu anataka you go far with God. How? Vipi? Kwenye mifungo, kwenye mikesha, kwenye maombi, kwenye neno lake. You won't be far kama wewe mwenyewe usomi neno.
Leo itabidi tuongee na Kiingereza kwanza. Amen. Huwezi kwenda mbali kama wewe mwenyewe hutaki kufanya kazi ya Mungu. How can you go far kama usomi neno la Mungu? Afu unataka Mungu akuinue. Anakuinua vipi? Hutaki kuja kuabudu, kuomba, alafu nalia na Mungu akufanyie vile unavyotaka wewe. How? Mungu atafanyaje? Hutaki kwenda mbali na huyu Mungu. Ndio ile ya kwanza tumesema, lazima umpe Mungu nafasi ya kwanza ili afanye mambo yako. Haleluya. 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 Mbona mmepoa? Mpo? Haleluya. Lazima ufanye nafasi ya Mungu kwanza. Lazima uende mbali na Mungu. Kwenda mbali, kuwa mtumishi mkubwa ni sacrifice. Kuwa mtumishi mkubwa ni sacrifice. Hello? Nani anaelewa sacrifice anatafsiri kwa wengine? Hello? Kuwa mtumishi mkubwa sio kazi ndogo. Kupandishwa viwango sio kazi ndogo. Kujitoa kwa Mungu, kujikana kwa Mungu, ndio hiyo kazi. Watu wanafunga hadi 7 kavu. Watu wanafunga 3 kavu. Watu wanalia na Bwana. Watu wanafanya mikesha. Watu wanaomba. Wewe kulala uombe. Maombi huingii. Unategemea Mungu atakuinuaje? How? Alafu kila siku unalia Mungu niinue. Mungu niinue. Mungu niinue. Principle ni moja. If you want to go far with God, lazima unyenyekee. Lazima ufanye. Watu hamwingii kwenye maombi. Hamwingii kwenye maombi. Alafu nataka Mungu awainue. How? Group langu, how? Mungu anawainuaje? Hamwingii kwenye maombi. Shetani kapita. How? Mnainuliwaje na Mungu mnakuja kulia madhabahuni? Hamtaki kukesha kwenye mikesha. Amina. Haleluya. Haleluya. Mnakuja hapa mnachosha wachungaji kila wakati. Tuombe. Kazi yetu ni kuomba. Sawa kabisa. Tutaomba, lakini moyo wako kama hujajitoa kwa Mungu, Mungu hawezi kumbuka ya kwako. Atakumbuka vipi ya kwako wakati wewe mwenyewe hutaki kufanya kazi yake? Umejipa nafasi yako kwanza, hujampa Mungu nafasi yake kwanza. Haleluya. Lazima tumweke Mungu kwanza. Whatever unachofanya, chochote unachofanya, lazima Mungu asimame kwanza. Mimi wala na principle, mtu aniambie chochote kwenye mambo ya Mungu sisikilizaji yoyote, mama, baba, yoyote. Yaani na mimi nanyooka. Cha kwangu Mungu ameniambia hivi. Sitaki kwenda mtu anapotaka kuniambia. Lakini watu wa siku hizi wanataka wabembelezwe. Haleluya. Ya 4, kumpa Mungu ruhusa ya kuyamiliki maisha yako. Kumpa Mungu ruhusa ya kuyamiliki maisha yako. Mungu anayamiliki vipi maisha yako? Kama wewe unavyoomba wanandoa, nije kwa mfano huo. Unapompa mume wako maisha yako, simaanishi hivyo mnavyoelewa nyie kwamba unakuwa submit kwa mume wako. Napoenda sehemu fulani lazima nimwage. Napofanya jambo fulani lazima nifanye jambo fulani. Haleluya. Umempa maisha ya kuweza kumiliki wewe, mtoto wa mtu ambao amekutoa kwenye familia yake. Kwa unamruhusu akwambie leo fanya hivi, leo usitoke, leo toka. Je, tunauliza sasa, kumpa Mungu ruhusa ya kumiliki maisha yako, umeshai kufanya hivyo? Ulimwengu wa roho haulazimishi kuingia kwako mpaka wewe uachilie ruhusa. Katika ulimwengu wa roho, usipompa Mungu kukumiliki wewe, ni kazi sana. Mungu mara nyingi anatuangalia sisi tunavyotaka. Kwa mfano, unataka kuombea ndoa, umemng'ang'ania mtu sasa unategemea Mungu afanyaje? Anakuacha wewe ufanye unavyotaka. Haleluya. Haleluya. Lazima waache Mungu
mlango wenyewe sijaimaliza tausi. Sauti ya Mungu inapokuambia ufanye kitu fulani, je, unafanya? Umemruhusu Mungu akumiliki wewe? Kama unapomwambia mume wako au baba yako, mama yako, lazima uwage, lazima uobei, uwe chini yao. Ndio Mungu anataka hivyo, kucommand, kukuambia kitu anachokitaka yeye ufanye ili wewe ufanye, sio wewe umwambie yeye. Maana wanadamu wengi sisi tunamwambia yeye, sio yeye atuambie sisi. Haleluya. Kazi unaambiwa acha kazi unitumikie, utaki. Unaambiwa acha biashara hii usifanye, utaki. Hujamruhusu Mungu akumiliki. Hujampa mapenzi yako. Mapenzi ya Mungu hujayakubali. Ukiyakubali mapenzi ya Mungu, lazima Mungu akunyooshe kwenye njia iliyokuwa sahihi. Lazima Mungu akwambie, mwanangu, unapoenda huko sio sahihi, rudi huko. Unapoenda kwenye hiyo biashara utaanguka. Atakuacha kwa wakati fulani, wakati fulani atakuondoka. Haleluya. Haleluya. Je, tunamuuliza Mungu? Huwa tunapenda kumuuliza Mungu, haya ni mapenzi yako ninaofanya? Kazi hii ni mapenzi yako? Au ninafanya kwa sababu ninahitaji pesa ya kula? Hii ni mapenzi yako? Nini purpose ya kuleta mimi duniani? What's the purpose? Kitu gani kimenifanya wewe unilete mimi duniani? Hujanileta kwa bahati mbaya. Kila mmoja ameletwa kwa kusudi hapa. Mungu hajakuweka ili uje tu ushangae magari, ushangae. Amekuweka kwa kusudi. Amen. Kila mtu ana kusudi la Mungu hapa kwenye maisha yake. Sasa wewe ukija kushangaa, kama unaenda kushangaa Kariakoo, utapotea. Utapotea. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sawa. Ya 5, kumtumikia Mungu bila masharti. Hiyo tunaipata kwenye Ayubu 13:15. Kitabu cha Nabii Ayubu sura 13:15 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, tazama, ataniua sina tumaini, ila hata hivyo nitaithibitisha njia yangu mbele yake. Amen. Rudia tena. Kitabu cha Ayubu sura 13 mstari wa 15. Tazama, ataniua sina tumaini, ila hata hivyo nitaithibitisha njia yangu mbele yake. Ataithibitisha njia yake mbele yake. Kuna watu wako wanampata Mungu masharti hapa. Kuna watu wanampa Mungu masharti hapa. Mungu usiponibariki, Mungu usiponipa pesa, mimi siendi, sifanyi kazi yako. Mungu usiponijibu maombi yangu, mimi siombi tena, naondoka hata ile kanisa. Mungu usiponipa, Mungu usiponipa ndoa kwa maana umenionyesha, basi mimi sitaki tena. Mungu usipoinua huduma yangu, maana nimefunga kavu, nimefunga vya kuwezekanika, nimefanya vile vyote, usiponipa mimi basi nasusa. Kuna mtu mmoja aliniambia kitu kimoja, nilicheka sana. Na mtoto wangu mmoja wa kiroho yuko huko nje. Aliniambia mimi nilikuwa ni muombaji mzuri sana, nilikuwa nikifunga kavu sana. Siku hiyo nimetoka kufunga 3 kavu, nikapitiliza nikafunga 7, nikapitiliza nikafunga 21, nilikuwa natafuta ndoa. Haleluya. Alikuwa anatafuta ndoa. Sasa akaona Mungu amjibu, akienda huko kwenye daladala na kutana na watu wa ajabu ambao watatu. Anasema Bwana Mungu siku hiyo kakaa sasa, akapika chakula. Kapika chakula, ana meza ya kula nyumbani kwake. Kapika chakula kamaliza, kachukua sahani moja na chakula kakiweka kwenye kiti kimoja, sahani nyingine na kiti kingine. Watu tuna kazi, unasikiliza saa nyingine inabidi uwe na hekima ya kumwambia mtu, kumjibu. Akaweka chakula kule mbele, akarudi akaweka chengine. Akasema sasa,
Ninaamini ninapokula hiki chakula nakula na Mungu. Ninaamini Mungu uko katika hii meza. Sasa tusemezane. Anamwambia Mungu, nimeomba sana, nimefunga sana, nimetoa sadaka. Kuanzia leo mimi tena siombi, sifungi, sitoi sadaka, basi sitaki tena ulokole. Amkaribisha chakula hapo na huko anamwambia sasa hayo maneno. Haleluya. Haleluya. Anamwambia Mungu hivyo. Sitaki kabisa, kwa maana nimeshafanya vyote lakini unijibu. Akamaliza, akala, akamaliza kile chakula cha Mungu. Sasa kile alifanya nilisahau kumuuliza. Akamaliza, akasema ngoja nikalale. Waga alikuwa na tendency ya kusikiza redio gani ile ya maombi. Akaifunga ile redio. Sitaki kusikia tena hizi habari. Baadaye sijui kitu gani, alikuwa amelala kwenye usingizi, akashangaa tu ameamka amewasha ile redio. Kumbe akati amewasha ile redio, Mungu anasema na yeye kwenye redio. Haleluya. Haleluya. Mnataka kujua alikuwa anasema nini? Mungu anasema naye, akaanza sasa, mchungaji sasa anahubiri katika ile redio. Baba, katika jina la Yesu, ninatoa majini maaba. Kuna huyu mtu ana majini maaba sasa. Majini maaba yatoke ndani yake ili aweze kufunguliwa katika ndoa. Yeye anaomba, kumbe ana majini maaba. Ndio anamzuia asiingie kwenye ndoa. Sasa akashangaa, naona maono. Yuko yeye, kuna mwanaume mmoja akasimama pale, mwingine akasimama upande wa kulia. Yaani mmoja kushoto, mmoja upande wa kulia. Wanapigana. Wote wanang'ang'ania mtu mmoja. Haleluya. Amen. Sio tunapiga story. Usimpangie Mungu masharti. Baada pale wale kupigana, yeye akaona huyu kakimbia. Kukimbia kati anakimbia sasa, na wale kugeuka anaona anakimbia, wanamkimbiza. Kimbiza mpaka huko beach. Anakutana na mtu anajibaza. Ndio bale kumuita Mungu sasa, ndio akamsaidia. Na maana wale wote wakanania. Kumbe alikuwa na majini maaba mawili yanayopigana. Alikuwa maombi yake sawa, amejibiwa, sio kama hajajibiwa, lakini kuna kitu kilikuwa kinatakiwa kitolewe. Sasa unasusa, Mungu asusiwi. Unapomsusia anacheka tu, anakuangalia. Sasa ni neema yake Mungu pale pale baada ya kususia kina lingine. Wengine kuna wakati Mungu anakaa kimya. Unasusa naye anasusa. Yeye kuona hiyo. Unaomba mpaka unalia machozi na Mungu akujibu. Je, unafanya mapenzi yake vile anavyotaka yeye? Vile alivyokuagiza? Vile anavyotaka wewe ufanye, au unafanya vile unavyotaka wewe? Amina. Amen. Kuyatafuta mapenzi ya Mungu, lazima mapenzi yako yadondoshwe. Hiyo ni eneo lingine. Sio ya sita, hiyo nyingine. Kuyatafuta mapenzi ya Mungu, lazima mapenzi yako wewe yadondoshwe. Kuyataka au kuyatafuta mapenzi ya Mungu, mapenzi yako wewe lazima kwanza yaangushwe, ndiyo mapenzi ya Mungu yasimame. Namba moja, kuna watu, hiyo ambayo nimeielezea tayari, kwamba kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye kazi, watu mara nyingi wanang'ang'ania vitu ambavyo Mungu hajawapa. Wanang'ang'ania kufanya vitu ambavyo sivyo. Mtu anasomea kitu hajamuuliza Mungu. Hiyo ni kwa sababu ni wazazi wale wenye tabia, kasomea daktari, kasomea wanasheria, kasomea kitu fulani. Mzazi anamwamuru mtoto afanye kitu ambacho sicho mapenzi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Hello. Tufanye mapenzi ya Mungu, tusifanye vile tupendavyo sisi, vile tutakavyo sisi. Hapana. Twende eneo lingine. Mambo matatu ambayo unayaomba ambayo yako nje ya mapenzi ya Mungu. Mambo matatu ambayo unayaomba ambayo yako nje ya mapenzi ya Mungu. Mambo matatu ambayo unayaomba wewe ambayo yako nje ya mapenzi ya Mungu.
kwanza, chochote utachokiomba nje ya mapenzi ya Mungu usiexpect majibu. Usitegemee majibu kama unaomba nje ya mapenzi ya Mungu. Wengi tunang'ang'ana kuomba. Je, Mungu, is that your will? Is this your will? Haya ni mapenzi yako. Mungu anampenda kila mtu. Mungu anamtaka kila mtu. Hawezi akakuacha uangamie. Hawezi akakuweka sehemu ambayo sio sahihi. Haleluya. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kukuweka sehemu ambayo sio sahihi. Usipofanya mapenzi ya Mungu usitegemee majibu. Utaomba wewe mpaka utazeeka. Atakuja mwingine anasema mbona huyu ameomba tu kidogo amefunguliwa. Anaenda sahihi. Anaenda vile accordingly Mungu anavyotaka. Aendi vile kwa ajili ya mapenzi yake yeye, anaenda vile anavyotaka Mungu. Umeambiwa mwanamke huyu hakufai, unamng'ang'ania. Unategemea nini? Kibali kinaondoka. Mungu akusikia, atakusikiliza. Lakini kuna majibu ya maswali yako utapewa. Kwa sababu wewe sawa sawa Mungu anavyotaka. Mapenzi yake ni nini kwako wewe? What's the purpose? Nini amekuleta duniani? Kwa ajili ipi? Kwa nini? Kwa vipi? Hello? Haleluya. Haleluya. Ya pili, mapenzi ya Mungu hayawezi kushushwa mahali ambapo kuna mapenzi ya kibinadamu. Mapenzi ya Mungu hayawezi kushushwa mahali ambapo kuna mapenzi ya wanadamu. Ya kwanza tumesema kwamba chochote utachokiomba nje ya mapenzi ya Mungu usitegemee majibu. Ya pili, mapenzi ya Mungu hayawezi kushushwa mahali ambapo kuna mapenzi ya wanadamu. Ina maana Mungu hawezi kushuka kwenye kazi yako kabla hujamruhusu yeye kwanza. Kabla hujaweka mapenzi yake kwanza. Unapoweka yeye kwanza, unapoweka mapenzi yake kwanza, ndiyo Mungu anashuka. Unavua lile vazi la kwako. Unavua kile kiburi chako. Unavua ile roho yako mbaya. Unavua chuki yako. Unavua roho ya masimango, roho ya masikitiko. Unavua tabia zako zile. Ndiyo Mungu aweze kushuka ndani yako. Akiangalia bado katika moyo wako bado tabia hawezi kushuka. Atashuka vipi? Umeweka mapenzi yako. Fanya hivi wewe utaki. Mapenzi ya kibinadamu yametawala. Mapenzi ya Mungu yamewekwa ya pili. Na kati unakoweka mapenzi ya Mungu first. Haleluya. Haleluya. Ya tatu, jambo la gharama la kulipa katika maisha yako ni kujijua mapenzi ya Mungu. Ngoja niwasomee vizuri. Jambo la gharama la kulipa katika maisha yako ni kuyajua mapenzi ya Mungu na kuyaishi. Haleluya. Haleluya. Jambo la gharama ni kulipa katika maisha jambo la gharama la kulipa katika maisha ni kuyajua mapenzi ya Mungu na kuyaishi. Tukiyajua mapenzi ya Mungu, tukiyaishi mapenzi ya Mungu, tutakuwa mbali. Ili kanisa lote tuko magari hapa sehemu hazipo, sehemu za kupaki. Tunanunua eneo, tunanunua maeneo, tunanunua tu sehemu kwa maana tumeyajua vile Mungu anavyotaka. Wengi tunachelewa maombi yetu kwa sababu hatutii. Kwa sababu kitu cha kwanza hatujui mapenzi yake yamesimama vipi. Mapenzi yake yanataka vipi? Mapenzi yako yanakufanya vipi? Unahama kanisa unategemea kwamba Mungu atakujibu maombi. Kumbe sio mapenzi ya Mungu. Kila mchungaji ana ufunguo wa mtu wake. Haleluya. Haleluya. Mapenzi ya Mungu ni vipi kutaka wewe ufanyaje? Lazima tumpe Mungu mapenzi yake ili tuweze kuinuliwa
ili huduma zetu ziinuke. Tunalia huduma. Tunaona nimekuwa mchungaji mkubwa, nimekuwa nabii mkubwa, nimekuwa mwinjilisti mkubwa, nimekuwa mwalimu, nimekuwa mchungaji, nimekuwa sijui nani, mtume. Safari unaona karama mtume, huna safari. Unaenda kufanya wapi hiyo kazi ya Mungu? Hujafanya mapenzi ya Mungu, hujafanya Mungu alipokuagiza. Kuna miemko, wengine wanafanya vitu kwa miemko. Mungu hajakutuma. Kuna wengine mtu anataka kufungua kanisa. Sio kila mchungaji ana neema ya kuwa na kanisa. Sio kila mchungaji ana neema ya kuwa na kanisa. Kuna wengine wananyenyekea chini ya viongozi wao. Kuna wengine wamepewa neema ya kufungua makanisa. Haleluya. Haleluya. Tunaelewana? Tupo. Haleluya. Tufanye vile Mungu anapotaka. Tufanye mapenzi ya Mungu katika kila eneo. Mungu anaposema, ndio maana aliweka manabii, ndio maana aliweka roho ya unabii. Kuna utofauti. Roho ya unabii na unabii. Roho ya unabii na unabii. Kuna ofisi na kuna unabii wa yoyote ule anashukiwa. Mungu akitaka kuachilia ujumbe wake anashuka. Kama hujakaa sawa wewe, unapigwa, ananyanyuliwa mwingine. Haleluya. Haleluya. Tufanye mapenzi ya Mungu. Tusimame kwa ajili tumuombe huyu Mungu atufanyie mapenzi yake. Kuna ile siku ya mkesha hapa nadhani mpaka niliingia na uchungu. Watu wanaimba, wanaangalia wachungaji, wanaimba tu kama unafanya mapenzi na Mungu. Unajua kufanya mapenzi na Mungu? Unafanyaje mapenzi na Mungu kama mwanadamu vile anavyofanya? Haleluya. Haleluya. Mnaijua hiyo? Mnaijua hiyo alo kama Mungu pia tunafanya naye mapenzi? Naona labda kwa sababu kuna watoto hii nitaifanya Jumanne. Haleluya. Najua anauliza. Hatujui. Jumanne kama nikipewa kibali, kipewa nafasi. Haleluya. Au Mungu atakupenda siku nyingine. Tusimame. Tusimame. Naomba mwimbo wa upako Salome. Mwimbo wa upako, tunataka watu tuwaone wakivuka, wawe na kazi nzuri, wawe na magari, wawe na majumba, tunataka ndoa, tunataka yani maisha mazuri kanisani kwetu. Kama tutasimama sawa sawa na mapenzi ya Mungu, tusiende kwa miemko. Tusiende kwa mapenzi yetu. Naomba mwimbo wenye upako ili kila mmoja tuanze kwa kuomba toba.